Basi nitafundisha neno kwa kifupi, lakini liwe la kwako kwenye maisha yako. Liwe la kwako kwenye maisha yako. Ni somo hili ni la tahadhari kati ya maisha yako na adui. Bwana asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 9. Kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 9. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Mstari wa 10. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Pigie Yesu makofi. Adui huyo akasema tena, waangalieni wana wa Israeli wana nguvu sana. Adui anakutenda kwa akili ili usiendelee kwenda mbele. Akishaona na nguvu ya Mungu, ndio kama hivyo, ukishaona kwamba mtu ana nguvu ya Mungu anaitwa mchawi. Sio kwamba wewe ndio kwamba unachukiwa. Kitu kinachochukiwa ni ile nguvu ya Mungu. Mchawi. Bwana asifiwe sana. Akili, shetani anakutenda kwa, na ndio maana amesema tuwatende kwa akili. Wana wa Israeli wana nguvu sana. Wakristo wana nguvu sana, kwa sababu Mungu wao ana nguvu sana. Na ndio maana amesema tuwatende kwa akili, alafu wanaongezeka siku hadi siku. Bwana asifiwe sana. Adui kazi yake ni kupunguza maisha yako, ni kuhakikisha hautaendelea kwenye nyumba yako. Na ndio maana analeta magonjwa kwenye nyumba yako, analeta umaskini kwenye nyumba yako, analeta mafarakano kwenye nyumba yako ili usiongezeke. Naongea na watu 3 au 4. Anakutenda kwa akasema, akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Chapa makofi yako kwa Bwana. Wana nguvu kuliko sisi. Ina maana wewe una nguvu kuliko adui. Una nguvu kuliko yule mtesi anayekutesa kila wakati, anayefunga njia ya baraka yako, lakini una nguvu ya kumtingisha katika jina la Yesu. Ongeza makofi yako kwa Bwana. Wangapi wamesikia hiyo kwamba nguvu unayo? Na ndio maana unapofungiwa baraka, unapofarakanishwa kwenye ndoa yako, unapofarakanishwa kwenye kazi yako, ni adui hataki uongezeke, hataki uende mbele. Kwa sababu kishika pesa ni umeongezeka, watoto wako wakisoma vizuri umeongezeka, watoto wako wakifaulu umeongezeka, watoto wako wakipata kazi nzuri umeongezeka. Kazi ya adui ni kukupunguza wewe, lakini Mungu anataka uongezeke katika jina la Yesu. Sema makofi yako kwa Bwana. Na ni wangapi wanataka kuongezeka? Amen. Inawezekana mko 3 tu wanataka kuongezeka katika ulimwengu wa kiroho. Inawezekana neno hili ni la kuongeza watu 3 au watu 4 katika nyumba yako.